Tunaanza kwa taarifa za tanzia ambapo mtoto mwenye umri wa miaka 3 ameuawa na shangazie katika kaunti ya Nyeri baada ya kupigwa kichwani na kifaa butu. Mtoto huyo na nduguye wa miaka 2 walipigwa na shangazi yao anayedaiwa kuwa na matatizo ya kiakili kwa kula mkate mzima bila kumbakishia. Wakazi wa kijiji cha Kiriaini wameshangazwa na tukio la shangazi kuwagonga watoto kwa kifaa butu na kusababisha kufariki kwa mmoja wa miaka 3 huku mwingine wa miaka 2 akilazwa hospitalini. Wakazi wanasema kuwa mshukiwa wa mauaji haya ni mwenye matatizo ya kiakili. Kuna my cousin ambaye alikuwa amewanunulia mkate. So huo mkate sijui ni vyenye hakupatiwa huo mkate. Hawa watoto ndio walikula mkate. Alikuwa ameketi hapo jikoni tu, hata hakuwa anaongea. Kwa sababu she is mentally ill. So hawezi jua, hakuwa conscious ati kuwa kitendo ambacho alikuwa amefanya, hakuwa anajua vyenye anafanya. Nyanya wa watoto hao ambaye pia ni mama mwathiriwa amesema kuwa ukosefu wa hela ndio umechangia hali ya binti yake kuwa mbaya zaidi, kwani alipatwa na ugonjwa huu miaka 7 iliyopita akiwa katika kidato cha kwanza katika shule ya upili ya Kamasharia na hajaweza kununua dawa anazohitaji. Mimi wakati mwingine simnunuliagi dawa kwa ile tabu niko na hiyo jukumu ya hii boma yangu. Sasa ninaomba serikali inisaidie vile wanaweza. Mtoto azikwe na huyu mwingine atoka hospitali. Daniel Ng'ang'a alifariki muda mfupi baada ya kufikishwa katika hospitali ya kimishonari ya Mathari. Kakaye David Muraya anaendelea kupokea matibabu katika hospitali hiyo. Mshukiwa kwa sasa anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kiriaini akisubiri kufikishwa mahakamani. Mary Kilobi, Dira ya Wiki. Na bila shaka mtazamaji, tunatoa pole kwa familia ya marehemu.